Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limetoa onyo kwa wafanyabiashara wa vyuma chakavu wanaonunua na kuuza vyuma vinavyohusiana na miundombinu ya serikali au mali za wananchi. Na katika michezo, taasisi ya GSM Foundation na timu ya Yanga ya Dar es Salaam wamekabidhi jumla ya shilingi milioni 50 kwa JKCI kwa ajili ya kusaidia matibabu kwa watoto wenye ugonjwa wa moyo. Habari ya asubuhi mtazamaji wa Channel 10, karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Eric ambaye nitakusomea taarifa ya habari, na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Serikali imepongeza wakala wa barabara nchini TANROADS kwa kukuza wakandarasi wa ndani kwa kuwapa kazi za ujenzi wa dharura katika miradi mitano ambapo kiasi cha shilingi bilioni 35.6 zimetengwa. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu. Akifanya ziara ya ukaguzi wa miradi hiyo ya dharura ambapo ujenzi wa madaraja unaendelea katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Dodoma, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Ujenzi Dr. Charles Msonde alisema, kwa kufanya hivyo tunajenga uwezo mkubwa wa wahandisi wetu katika nchi yetu. Ni lengo la serikali kuhakikisha kwamba wahandisi wetu wa ndani wanaimarishwa kiutendaji, kiweledi, kiumahiri ili waweze kusimamia miradi yao wenyewe kwa ufanisi mkubwa. Kwenu nyinyi Dodoma, meneja, mnalitekeleza hili kwa vitendo. Lakini naibu katibu mkuu huyo wa ujenzi akasisitiza suala la usimamizi wa miradi. Kwa muendelee kusimamia kwa weledi katika miradi hii kama Mheshimiwa Waziri wetu Ulega alivyoelekeza. Msimamie kwa bidii na miradi hii itoke ikiwa mizuri kama vile ambavyo ilitarajiwa. Na tutafurahi sana kuona miradi pengine inayosimamiwa na wakandarasi wa ndani, pamoja kwamba yote itakuwa mizuri, pengine iwe mizuri zaidi. Naye meneja wa TANROADS mkoa wa Dodoma Mhandisi Zuhura Amani akaihakikishia Wizara ya Ujenzi juu ya usimamizi wa miradi, huku baadhi ya wananchi wakishukuru serikali kwa kuchukua hatua ya kurejesha mawasiliano ya barabara. Sisi TANROADS Dodoma chini ya kitengo cha TECO ambacho ni TANROADS Engineering Consulting Unit ambayo tunasimamia miradi yote hii mitano, tutahakikisha kwamba miradi hii tunaenda kuitekeleza kwa kuzingatia ubora uliowekwa kwa mujibu wa mikataba yote, na vile vile kwa kuzingatia muda ambao umewekwa kimkataba. Wakati wa mvua ili daraja huwa linatukwamisha sana, maana huwa linajaa maji kwa kukuta mpaka magari muda mwingine yanashindwa kupita, watu wenyewe hawapiti kwa siku. Kwa hiyo hapa tunajua hapa mkishatusaidia kufanya huu ujenzi tutapita muda wote, mvua iwe mvua masika ndote tutapita. Yaani hapa daraja hili aisee, kwa kweli tunashukuru Mungu litengenezwe, kwa sababu ulikuwa unatuletea athari kubwa sana. Kwa mfano watu kupoteza maisha mbele yetu tunashuhudia. Kwa hapa hivi ninavyoona hivi, naona itatusaidia sana. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringemongi. Asante Kuringemongi kwa taarifa hiyo. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limetoa onyo kwa wafanyabiashara wa vyuma chakavu kuepuka kununua na kuuza vyuma vinavyohusiana na miundombinu ya serikali au mali za wananchi. Leonard Mwacha anaarifu kutoka Dodoma. Akizungumza mara baada ya kukutana na wafanyabiashara hao, kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma SACP George Katabazi amesema baadhi ya wafanyabiashara hununua vyuma ambavyo sio chakavu vinavyohusishwa na uhalifu na uharibifu wa miundombinu. Lakini kuna baadhi ambao wanafanya biashara hii ya vyuma chakavu kwa kununua au kwa kununua mali za wizi. Lakini baadhi ya vyuma sio chakavu, vinanunuliwa lakini ukiangalia kwa uliso wake sio vyuma chakavu. Tumeona sasa jeshi la polisi tuweze kutoa elimu, lakini tuwape onyo kali wasijihusishe na ununuzi wa vyuma chakavu ambavyo vimepatikana kwa njia ambayo sio halali. Baadhi ya wafanyabiashara wameapa kutokununua vyuma vya miundombinu na kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi pindi watakapobaini uwepo wa vyuma hivyo. Tutaacha kabisa na tutakoma kabisa kujihusisha na kununua vitu ambavyo hatuna uhakika navyo, kama vile vifaa vya DUWASA, railway kwa maana reli na TANESCO. Tutafanya vile ambavyo tumepewa maelekezo na RPC wetu wa mkoa, tununue vyuma chakavu ambavyo ni halali. Kama chuma kitakuwa ni cha serikali hatutakinunua, na aliyeleta tutamripoti.
Katika hatua nyingine, jeshi la polisi linawashikilia watuhumiwa 21 kwa kujihusisha na biashara ya vyuma vya miundombinu na mali ikiwemo misalaba iliyong'olewa kwenye makaburi na vifaa vya ujenzi. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Wananchi wa kijiji cha Namlonga, wilaya ya Mbozi mkoani Songwe wanasema ujenzi wa mradi wa maji katika eneo lao umeondoa adha ya matumizi ya maji yenye mchanganyiko na kinyesi cha wanyama pamoja na kuiondoa migogoro hususan ya ndoa iliyokuwa inasababishwa kusubiri maji kwenye makorongo kwa muda mrefu. Taarifa ya Rosephat Chapewe inafafanua zaidi. Changamoto hii ya matumizi ya maji yasiyo safi na salama inaondolewa na mradi wa visima 900 vya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan unaotekelezwa nchi nzima. Wananchi zaidi ya 800 katika kijiji cha Namlonga wilaya ya Mbozi mkoani Songwe wanaondokana na adha ya matumizi ya maji pamoja na wanyama baada ya kukamilika kwa mradi wa uchimbaji wa kisima ambao umegharimu fedha zaidi ya shilingi milioni 120. Kuna kamto hapo darajani kalikuwa kanakata kwa yanabaki kwenye madimbi mule. Sasa mule ndo kama hizo hapo zikipangana lazima waanze kusubiriana. Sasa unakuta wengine wanaanza kurudi majumbani saa 3, saa 4. Sisi wenyewe kama viongozi tulikuwa tunapokea malalamiko ya ndoa kila itwapo leo. Tunashukuru sana kwa kuletewa huu mradi. Muda mwingine mke wangu ananiambia nilikuwa kwenye maji, ameondoka saa 11 narudi saa 2 au saa 3. Nashindwa kuamini kwamba kweli ilikuwa kwenye maji. Kwa Lowassa kutuletea maji, wametuletea amani kijijini. Wanawake huwa ndio waathirika wakubwa wa maji kwa kuwa shughuli nyingi za nyumbani huwajibika wao. Nimezungumza nao na wameeleza namna walivyokuwa wakiteseka bila kuacha kueleza furaha yao baada ya kuwa na uhakika wa kupata maji safi na salama. Maji tulikuwa tunatumia ya mtu. Tulikuwa tunatumia pamoja na wanyama. Tunakunywa maji lakini yananuka kinyesi cha ng'ombe, mkojo wa ng'ombe, lakini tunashukuru kwa kutuletea mradi wa maji. Kwa kweli wakina mama tumefurahi sana. Vinyesi nini watu wanaenda kufua mle mtoni. Mradi huu umetekelezwa na wakala wa maji vijijini Ruwasa. Meneja Ruwasa wilaya ya Mbozi, Mhandisi Ismail anasema mradi huu ni miongoni mwa visima 10 ambavyo vinatekelezwa katika wilaya hiyo. Kijiji hiki kabla ya hapo kilikuwa kinapata maji kutoka kwenye makorongo, kwenye mito iliyoko mbali na kijiji hiki, hali ambayo ilikuwa inasababisha kero kubwa kwa wananchi. Kutoka Mbozi mkoani Songwe, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Mjumbe wa kamati kuu ya CCM Taifa Laila Ngozi amewataka wanawake kuzingatia maadili, kuheshimu nafasi za uongozi na kujiandaa kugombea nafasi mbalimbali hususan katika kipindi hiki taifa linapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Raha Kipingu anaarifu zaidi. Ni kongamano la mabinti na wanawake lililoandaliwa na taasisi ya mabinti na uongozi ambao linafanyika jijini Tanga kwa kujumuisha wanawake wa ndani na nje ya mkoa ambao wanajengewa uwezo wa kushika hatamu ya nafasi za uongozi. Tutafute mwanamke makini ambaye anajua kutunza utu wake, ambaye anaheshimu. Tumekuwa tukiongea sana wanawake siku za nyuma kwamba yule umemwona hapati nafasi mpaka itakuwa kafanya kitu fulani. Hajapata nafasi pale labda amelala na fulani. Hajapata nafasi pale labda afanye nini. Hapana, kwamba inawezekana kuwa kiongozi sehemu yoyote, mahali yoyote bila kupoteza utu wetu. Hata hivyo, katika kutambua umuhimu wa nafasi ya mwanamke, serikali ya mkoa inabainisha jinsi uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ulivyopunguza vifo vya mama na mtoto kutoka 55 hadi 30, huku mkurugenzi wa taasisi ya wanawake na uongozi Shamira Mshangama akieleza lengo la kongamano hilo. Lakini tumeweza kujenga vituo vya afya 22 vipya na hospitali 6 mpya. Tumeweza kuona tija, kwani tumeweza kupunguza vifo vya wakina mama wajawazito kutoka vifo 55 katika mwaka 2021 hadi vifo 30, na bado hali inaendelea kupungua. Tunasema kuna haja ya kufanya kongamano kubwa la kuwaonyesha Watanzania ya kwamba huyu Rais Samia asipigiwe kura kama mama, apigiwe kura kama mwanamke makini mwenye nguvu. Kutoka Tanga, Raha Kipingu, Channel 10.
Tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC imewataka wadau wa uchaguzi kisiwani Pemba kutokuingilia majukumu ya tume hiyo kwa kutoa taarifa inayohusiana na utekelezaji wa majukumu ya tume, kwani kufanya hivyo ni kosa kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi. Taarifa kutoka Pemba inafafanua. Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar, Jaji George Joseph Kazi, wakati akifungua mkutano wa wadau wa uchaguzi juu ya tathmini ya uandikishwaji wa wapiga kura wapya awamu ya pili katika ukumbi wa kiwanda cha kufurahisha watoto Tibirinzi Chake Chake. Kuingilia mamlaka ya tume kunaweza kutoa upotoshaji wa makusudi wa taarifa na hatua za mchakato wa uchaguzi na kuleta taharuki kwa wananchi wa Zanzibar. Hivyo tume inawataka kujiepusha na kitendo cha kuingilia mamlaka ya tume na tume haitasita kuchukua hatua za kisheria kwa mwananchi au mdau yeyote atakayekwenda kinyume na maelekezo ya sheria. Tume inatoa kauli hii kufuatia upotoshaji wa makusudi uliokuwa unafanywa na baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa kupitia mitandao ya kijamii ya kupotosha umma kwa kutoa taarifa za uongo na upotoshaji na hata kufikia kutangaza taarifa za zoezi la uandikishaji kabla taarifa hizo kutolewa na tume ambayo ndio yenye mamlaka ya kisheria kutoa taarifa hizo. Akitoa tathmini ya uandikishaji huu, mkurugenzi wa uchaguzi Zanzibar Thabit Idarusi Faina amesema tume imevuka lengo katika uandikishaji wa wapiga kura wapya awamu ya pili. Katika uandikishaji wa wapiga kura awamu ya pili, tume ilitarajia kuandikisha wapiga kura wapatao 78,922. Hadi zoezi hilo linakamilika, tume imeandikisha wapiga kura 101,641 sawa na 128.79% ya wapiga kura waliotarajiwa. Maana hiyo tuendeleeni kushirikiana, vyama vya siasa, msiwaone maadui hawa. Ni watu wazuri sana, viongozi wetu wa dola. Ni watu wazuri, tunakwenda vizuri. Tukaeni pamoja pale ambapo pana kasoro ndogo ndogo, tukae kwa pamoja tuweze kuzitatua ili tuweke watoto wetu katika mazingira mazuri. Kwa nyinyi ni waombe mwe mabalozi wetu kuweza kushajihisha wananchi waweze kuja kutizama majina ambapo yatakapokuja kutangazwa na katika maeneo ambayo watakuja kutangazwa na tume ya uchaguzi. Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na makundi maalum Dr. Dorothy Gwajima amesema majukwaa mbalimbali ya kiuchumi yaliyoanzishwa hapa nchini yamekuwa na tija kubwa kwa utolewaji wa elimu na mikopo ambayo imekuwa mkombozi mkubwa kwa jamii. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika hafla ya kuwashukuru wadhamini na kamati ya kitaifa ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, Waziri Gwajima amesema safari ya kuboresha maisha ya wanawake isiishie kwenye maadhimisho bali uwe mkakati wa kuwaweka pamoja katika ajenda ya maendeleo. Ushirikishwaji wenu wadau zilichangwa jumla ya bilioni 1,970 na laki 290 zilizoahidiwa na kuchangwa na wadau, ambapo kati ya fedha hizo shilingi bilioni 1,617 na laki 2 ni fedha taslim ambazo wizara ilizipokea. Mnaweza mkaona ukubwa wa kazi hii ambayo mliweza kuifanya imeacha alama gani na inatupeleka vipi kwenye kuhakikisha wanawake wetu wanafungamanishwa kwenye vikundi vya maendeleo ya kiuchumi. Nikiamini kwamba tunaenda sasa kuendelea kutembea pamoja kwa mtazamo mpya wa kutengeneza pesa. Tunazunguka kila mahali. Yaani wewe njoo tu. Kama wewe ni mtu wa mabenki, nilikuwa naongea na ndugu yangu pale. Kwa upande wa wanawake tayari na dirisha lake. Sisi ni kuletea wewe wateja. Nao wajumbe wa kamati hiyo kitaifa na wadhamini wameshukuru serikali kwa kuwashirikisha sekta binafsi katika ajenda zinazohusu maendeleo ya taifa. Tuko tayari kumsupport Mama Samia oye! Oye! Tunafuata na kuhakikisha falsafa ya Mheshimiwa Rais ya 4Rs inatekelezwa ipasavyo ili kuweza kuhakikisha taasisi na mashirika tunayosimamia yanaongeza ufanisi katika utendaji sawa na malengo ya uanzishaji wake. Na sisi tutaendelea kuwawezesha wanawake katika njia mbalimbali. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri pamoja na timu yako tutapeleka ujumbe, action zile ambazo walisema tutazifanya baada ya siku hii ya kusherehekea ya wanawake duniani, na sisi benki NMB tutakuwa tuko mbele. Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10. Wakazi wa kijiji cha Chikongo wilaya ya Tandahimba mkoani Mtwara
wameamua kuweka utaratibu wa matumizi bora ya ardhi na kutumia rasilimali zilizopo katika kijiji chao ili kukuza uchumi wa kaya ndani ya kijiji hicho. Adam Malima anaarifu zaidi kutoka mkoani Mtwara. Ukuaji wa sekta ya mawasiliano katika maeneo ya vijijini hapa nchini inawapa fursa wakazi wa maeneo hayo kuwa na uelewa mpana wa kupanga mipango yao kwa kuzingatia mahitaji ya sasa na ya baadaye. Wakazi wa kijiji cha Chikongo kilichopo wilaya Tandahimba mkoani Mtwara, kwa kuzingatia ongezeko la watu na mahitaji ya ardhi, wanaamua kuwa na mpango wa matumizi bora ya ardhi ili kuchochea kasi ya ukuaji wa uchumi, mpango ambao umeratibiwa na kuwezeshwa na Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi Bora ya Ardhi. Mpango utatusaidia sana na utatuondoshea migogoro ambayo ilikuwa inajitokeza hususan kwa wakulima na wafugaji. Maana yake sasa tumeshindwa kutenga eneo la wafugaji kwa sababu hatuna eneo hilo, lakini sasa mifugo iliyoko maana yake itakuwa tunaimiliki kwenye kijiji chetu. Ardhi ilikuwa inatumika holela. Kwa mfano kuna nyanja tumeziendea ikiwemo mabwawa, mto na hifadhi ya msitu. Ule msitu ulikuwa unatumia tukiholela kama wazee kwamba wametuachia, kwa hiyo matumizi yalikuwa hata hayana kipimo bwana. Msitu inabidi utumike kwa hatua gani? Yaani kama tukisema ile beacon zile kwamba kutoka hapa mpaka kwenye msitu sehemu hizo zitakiwe kwa matumizi ya kawaida. Nashukuru sana kuja mpango huu mliotuletea kuja kutatua migogoro ya ardhi. Kwa hiyo tunasema shukrani sana, serikali mmekaa mkafikiria. Kwa hiyo tunashukuru. Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi Bora ya Ardhi inasema kupitia mipango hiyo wananchi wanaweza kukuza uchumi wao haraka na kuwa na matumizi bora ya ardhi yasiyo na migogoro. Kupitia mpango huu, kwanza wanakijiji wataweza kupata fursa ya kuweza kupimiwa ardhi zao wanazozimiliki katika maeneo ya makazi na katika maeneo ya mashamba, ambapo hati hizo wanaweza wakazitumia pia katika kuombea fedha katika taasisi mbalimbali za kifedha. Kutoka katika kijiji cha Chikongo, wilaya Tandahimba mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Katika kurudisha kwa jamii, taasisi ya GSM Foundation kwa kushirikiana na klabu ya soka ya Yanga wamekabidhi shilingi milioni 50 kwa uongozi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI kwa ajili ya matibabu ya watoto wenye ugonjwa huo wanaopatiwa katika matibabu katika hospitali hiyo. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Ni katika hafla ya makabidhiano rasmi ya hundi hiyo iliyofanyika kwenye moja ya kumbi za mikutano za hospitali ya JKCI jijini Dar es Salaam, ambapo rais wa klabu ya soka ya Yanga Engineer Hersi Said amesema gharama za kutibu wagonjwa wa moyo ni kubwa, hivyo wito wake kwa wadau ni kuendelea kuchangia ili kuokoa maisha ya watoto wanaozaliwa na changamoto hizo. Tukikaa kimya hatutaweza kusaidia jamii na tutapoteza watoto. Tumeambiwa Mheshimiwa Rais anatoa almost 70%. Ndabakia 30%. Hiyo 30% tunatakiwa tuikave sisi. Na ikiwezekana tuende beyond 30% ili kumpunguzia Mheshimiwa Rais jukumu hilo la kusupport eneo hili moja, na matokeo yake fedha zielekezwe kwenye maendeleo ambayo sisi wote tunahitaji. Kwa hiyo nichukue fursa hii nirudie tena kwa kusema ya kwamba mahitaji ya kuhudumia matatizo ya moyo ni makubwa sana, na sisi kwa pamoja tukishikana mikono tunaweza kupunguza kama sio kulimaliza kabisa tatizo hili la moyo. Kwa upande wa mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI, Dr. Peter Kisenge ameishukuru klabu ya Yanga na kampuni ya GSM Foundation kwa kuendelea kufanya shughuli za kijamii na kuendelea kuwa msaada kwa wananchi. Si tu kutoa pesa, lakini wameleta tumaini kwa watoto, wamebadilisha maisha ya watoto. Pengine wangepoteza maisha kwa kukosa hela, kwa sababu wengi wanatoka kwenye familia ambazo hazina uwezo wa kulipia. Ziara yetu kidogo tulioifanya asubuhi imeonyesha dhahiri ni kiasi gani Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa kinara katika kuwekeza kwenye sekta hii ya afya, na sio kuwekeza, lakini kuwekeza kwa maana ya kuinvest, kuweka advanced technology. Nimekuja kusema asante kwa ajili ya matibabu ya mwanao kwa kulipiwa gharama za matibabu milioni 9,965. Salum Pelembo, Channel 10.
Asante Salum Pelembo kwa kututimishia taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Tafadhali baki nasi.